katika kipindi hiki cha ugonjwa huu wa corona, katika kipindi hiki cha mpito ambacho tulipita hapa katikati, biashara kidogo ziliyumba. Sasa nadhani kwa pamoja, mimi pamoja na nyinyi, tutakubaliana sasa kwamba Mheshimiwa Rais alifanya maamuzi sahihi. Kwa sababu kama ingeruhusiwa kwamba tuweke lockdown hapa, pangekuwa hapatoshi. Yaani kama tu ule mtikisiko, lakini bado watu waliruhusiwa kufanya kazi, waende kwenda makazini, lakini waende kuchukua tahadhari, lakini bado biashara uchumi kidogo umeyumba. Kwa hiyo lengo la Mheshimiwa Rais ilikuwa ni jema, na Watanzania wote sasa hivi tunakubaliana kwamba Mheshimiwa Rais aliona mbali, na hakika aliona mbali. Ndio maana zile modality ambazo alizitumia katika kusolve tatizo hili la corona ndizo ambazo sasa hivi wenzetu kwa mataifa mengine wameziadapti na wanazitumia. Kwa hiyo katika mazingira kama hayo, na kama mnavyojua serikali ya awamu ya 5 ni serikali ya wanyonge, Mheshimiwa Rais amekuwa kipaumbele kuhakikisha kwamba maslahi ya Watanzania, lakini wale Watanzania ambao ni wanyonge, yanasimamiwa na yanatambuliwa. Kwa hiyo katika kuhakikisha hilo, nadhani wale ambao mnafuatia vyombo vya habari, wenzetu wa Wizara ya Maliasili na Utalii, sasa hivi fursa zimeanza kufunguka, lakini vile vile wenzetu wa Wizara ya Mambo ya Nje wameanza kufungua sasa mipaka, kwamba sasa hivi safari za ndege jamani zimeruhusiwa. Kwa sababu tunatambua kwamba changamoto kubwa, nyinyi soko lenu kubwa, pamoja na kwamba wako Watanzania, lakini pia mnategemea sana watu wageni kutoka kwenye mataifa mengine. Kwa hiyo kimsingi sasa hivi safari za ndege zimeruhusiwa. Kwa hiyo mimi naamini kwamba zile changamoto za kimasoko ambazo mlikuwa mkikabiliana nazo, siku si nyingi changamoto hizo zinaenda kuisha, na naamini kwamba biashara itarudi, itashika kasi kama ambavyo ilikuwa zamani. Kwa hiyo sisi kama serikali kwa upande wetu tumeenda kuyafanyia kazi changamoto zote ambazo zinawakabili wasanii wote, mkiwepo nyinyi wasanii ambao ni wachoraji. Na nyinyi ni watu ambao ni wa muhimu sana, kwa sababu unapozungumzia sanaa ni art. Kwa hiyo mtu anatumia akili yake, anafikiria kwamba afanye kitu gani, achore kitu gani, awakilishe kitu gani. Na nimepata fursa, nimetembelea kwenye mabanda, nimekuta picha zingine ambazo yani zinakufikirisha akili, unakaa unafikiria kwamba hapa huyu msanii alikuwa anamaanisha kitu gani. Kwa hiyo kazi yenu mnayofanya ni njema, na nimeona pia kuna picha zingine ambazo zitaweza, kwa sababu ni michoro ambayo inaweza pia ikafaa ikaingizwa hapa kwenye kutengeneza kanga, kwenye kutengeneza vitenge. Kwa mimi nikaona pia hii ni fursa kwamba tukishirikiana pamoja na wenzetu wa viwanda, waje watumie wabunifu, madesign ambao wanapatikana katika sekta hii ya uchoraji. Mkikaa wote kwa pamoja itasaidia sana, kwa sababu wasiketu pekee huku ndiko kuliko na wasanii. Kwa hiyo kama wanataka maua ya vitenge, kama wanataka maua ya kanga, yanapatikana huku, na nimetembea na nimeyaona. Kwa hiyo kazi yenu ni njema, lakini sisi kama serikali tuko pamoja na nyinyi, na changamoto zenu zote ambazo mmezizungumza tumeanza kuzifanyia kazi. Lakini pia liko jambo ambalo limekuwa ni changamoto, si kwenu tu wasanii ambao ni wachoraji. Limekuwa ni changamoto kwenye sekta nzima ya sanaa, swala la haki miliki pamoja na haki shiriki. Na nilikaa hapa nikasema ngoja nisikie mtalizungumzieje, lakini kwa bahati mbaya sijalisikia. Lakini kwa kweli ni changamoto kubwa sana, haki miliki na haki shiriki. Huwa inasikitisha sana pale ambapo unakuta msanii anachora kazi yake, akiisha iuza, ikitoka hapo ndo basi. Akiuza 5,000 imetoka, akiuza 10,000 imetoka, akiuza 50,000, akiuza 100,000, biashara yake imeishia hapo. Sasa katika kulitambua hilo, sisi kama serikali mwaka jana kama mnavyofahamu, tunayo sheria yetu ya haki miliki na haki shiriki ambayo ni sheria mwaka 1999. Sasa kwa sababu ni sheria ambayo imepitwa na wakati, mwaka jana tukaona ni vema sasa kwamba sheria hiyo tuweze kuifanyia maboresho, na maboresho yameshafanyika. Lakini miongoni mwa vipengele muhimu sana ambavyo sisi kama wizara tulivitilia mkazo kuhakikisha kwamba vinaingizwa kwenye hiyo sheria mpya ya maboresho, ni kuhakikisha kwamba tunaweka kipengele cha haki ya kuuza mara ya pili, au haki ya kulipwa kwa msanii kwa kazi yake kwa mara 2 hata kwa mara 3, pale endapo kazi yake itaendelea kwenda kuuzwa kwenye nchi zingine, lakini kwa fedha kubwa zaidi ambayo tofauti na ile ambayo aliuza yeye. Na hii
Na jambo hili lilitusukuma sana kwa sababu kubwa moja. Yuko msanii mmoja wa tingatinga. Aliuza kazi yake hapa kwa shilingi 7,000. 7,000 tu. Lakini aliyenunua akaenda Kenya, akaenda kuiuza ile kazi kwa 15,000. Lakini aliyekuja kununua tena Kenya akaipeka Uholanzi, ikauzwa ile kazi kwa dola 75,000. Sasa unaweza kuangalia hiyo range iliyoko hapo katikati, kati ya huyu aliyeuza 7,000 Tanzania mpaka yule aliyekuja kuuza kule kwa dola 75,000. Sasa tunajiuliza kwamba mazingira kama hayo, huyu msanii amenufaika vipi? Na ni kwa sababu mnapotengeneza kazi zenu huwa mnaandika jina lenu pale. Manake kazi hata ikienda dunia gani, watu watajua kwamba aliyechora hii kazi ni Hamisi. Yuko sehemu fulani, anapatikana wapi. Sasa kwa mataifa mengine ni kitu ambacho tayari walishaanza kukifanyia kazi. Wenzetu mataifa mengine kazi ikiuzwa, ikiuzwa tena, yule msanii wa kwanza anaendelea kulipwa. Kwa hiyo kwa sisi hapa Tanzania hiyo sheria au hicho kipengele kilikuwa bado hakipo kwenye ile sheria ya kimiliki pamoja na hakishiriki. Ndio maana tukaona hapana, ni kipengele muhimu ambacho lazima tuweze kukiingiza kwenye ile sheria ili kuhakikisha kwamba wasanii sasa wananufaika na kazi yao. Hata ikienda ikiuzwa wapi, lazima kuna pasenti ambayo moja kwa moja itarudi Tanzania iweze kumnufaisha msanii. Na ndio maana mara zote tumekuwa tukiwasisitiza kwamba jamani, sajilini kazi zenu KOSOTA. Lakini tumekuwa tukiwasisitiza kwamba jisajilini BASATA, mjulikane. Na hata kwenye hiki chama chenu wapo watu viko vikundi ambavyo bado havijajisajili na havijulikani kisheria. Sasa katika mazingira kama hayo ambayo mtakuwa hamjulikani kisheria, itakuwa ni rahisi nyinyi kuweza kuibiwa kazi zenu. Itakuwa rahisi nyinyi kuweza kudai madai yenu. Kwa hiyo sisi kwa upande wetu kama serikali tumeshalifanyia kazi, sheria iko pale. Kwa hiyo shughuli imebaki ni kwenu. Hakikisheni kwamba mnasajili kazi zenu ili tunapowasaidia kuclaim yale madai, kuhakikisha kwamba ile haki yenu inapatikana, tuwe tuna hiyo bezi ya kuweza kufanya hivyo. Nadhani kwa hilo tumeelewana. Lakini pia iko changamoto nyingine ambayo sisi kama serikali tukaona kwamba ni vema tuweze kuangalia sasa namna gani ambavyo tutaweza kuhakikisha kwamba sanaa hii inaweza kukua, kwa sababu kwa miaka ya hapo nyuma kidogo sisi kama wizara tulikuwa hatuna fungu maalum ambalo ni fungu specific kwa ajili ya kuwasaidia wasanii. Lakini katika bajeti ya mwaka huu tumeanza na sisi kama wizara, kuna kiasi fulani cha fedha ambacho kimetengwa kwa ajili ya kuweza kusimamia kazi za wasanii, lakini kubwa ni kuweza kufufua ule mfuko, kwa sababu miaka ya nyuma tulikuwa na mfuko wa sanaa pamoja na utamaduni ambao nao ulikuja ukapotea. Sasa hivi tunataka tufufue ule mfuko wa sanaa na utamaduni. Tukisha fufua ule mfuko, lengo letu sasa tutakaribisha donors wengi waweze kuja kudonate kwenye ule mfuko, lakini na sisi kama serikali pia tutakuwa tuna mchango wetu pale ili changamoto mbalimbali ambazo mnazizungumza ziweze kufanyiwa kazi. Kwa hiyo mipango ya serikali ni mizuri. Lakini pia tunatambua kwamba kuna swala zima la KOSOTA ambao tunajua hata kwenu pia ni changamoto. Wasanii wengi sana wanapotaka kusajili kazi zao, unakuta nyinyi wote mpo chini ya Wizara ya Sanaa. Lakini kija swala kwenda kusajili kazi yako inabidi uende Wizara ya Viwanda na Biashara. Kwa maana ya KOSOTA, kwa sababu KOSOTA ilikuwa iko chini ya Viwanda na Biashara. Kwa hiyo tumeanza kulifanyia kazi. Tumeshazungumza na wenzetu wa Wizara ya Viwanda na Biashara ili sasa KOSOTA iweze kutoka kule ili tuwapunguzie nyinyi urasimu pamoja na ile mizunguko, kwa sababu wewe ukienda pale ni msanii Wizara ya Viwanda wanaweza wasikuelewe vizuri. Mambo ya wasanii wasema tunajuana sisi wenyewe wasanii. Na kuna siku Mheshimiwa Waziri alizungumza aje akasema, hivi wewe ukimwona amekuja msanii ofisini kwako amevaa suruali iko humu, ametengeneza dread amezisimamisha, amevaa kaushi, utampokea? Wakasema sisi hapa tutaambia nenda ka dress. Sisi tukasema sisi sawa ndo watu wetu hao sasa. Kwa hiyo hii KOSOTA inabidi ije ihamie Wizara ya Viwanda na Biashara, kwa sababu tunajua kwamba ihamie wizara yetu ya sanaa, kwa sababu tunajua itatusaidia sana katika kuondoa urasimu ambao ulikuwepo, kwa sababu mkienda kule mnakaa kwamba nyinyi ni wasanii, mnaambiwa nendeni kwenye wizara yenu ya sanaa, lakini kumbe KOSOTA iko kule. Kwa hiyo swala limefikia sehemu pazuri na andiko tayari limeshaandaliwa, sasa linapelekwa kwenye baraza la mawaziri
ili kule likapitishwe. Kwa hiyo ni swala ambalo tayari tumeshakubaliana, na tunashukuru sana wenzetu wa Wizara ya Viwanda na Biashara kwa sababu wote kwa pamoja tumekaa chini na hiyo tumeshakubaliana na tayari limeanza kufanyiwa kazi. Lakini pia kuna swala lingine ambalo sisi kama serikali tukaona pia ni muhimu, kwa sababu tunavyo hivi vyombo, sisi ni wizara, lakini tunajua kwamba peke yetu hatuwezi kufanya kazi. Maana tunazo taasisi kubwa 3 ambazo ziko chini yetu ambazo ndizo zinazosimamia masa ya wasanii. Kwa maana tuna BASATA, lakini tuna bodi ya filamu, lakini pia tuna KOSOTA. Sasa hivi vyombo ni vyombo ambavyo kwa pamoja kwa ujumla wake vyote vinafanya kazi na watu wanaitwa wasanii. Sasa tukaona mtu aende bodi ya filamu, aende BASATA, atoke aende KOSOTA, kiasi fulani inaleta usumbufu. Kwa hiyo tukaja na mpango wa kuhakikisha kwamba sasa hivi vyombo vyote tuna vimeji vinakuwa ni chombo kimoja. Kwa hiyo ukienda sehemu moja unakutana na wahusika wote, watu wa bodi ya filamu wanakuwepo pale, kama unataka kusajili kazi yako wanakuwepo pale, watu wa BASATA wanakuwepo pale, kama unataka kujisajili na vitu vingine vyote vinakuwepo pale. Kwa huo ndio mpango ambao tunaenda nao, na ninaamini kwamba katika mwaka ujao wa fedha mpango huo utakuwa umeshakamilika. Lengo tunafanya haya yote ili tuweze kuwapunguzia mzigo wasanii wa mahangaiko, tuweze kuwapunguzia mizigo wasanii pamoja na ule urasimu ambao ulikuwepo katika kipindi cha nyuma. Kwa hiyo serikali yenu ina mipango mizuri sana, na sisi tuko pamoja na nyinyi kuhakikisha kwamba haya mambo yote yanaweza kufanywa kazi kama vile ambavyo tumekusudia yaweze kufanywa kazi. Sasa ziko changamoto chache ambazo mmeweza kuzizungumza. La kwanza imezungumzia kuhusiana na swala la mikopo. Na kama mnavyofahamu serikali yetu ya awamu ya 5, fursa za utoaji wa mikopo ziko nyingi sana. Na miongoni mwa vitu ambavyo mimi naweza nikasema kwamba vitakumbukwa katika serikali ya awamu ya 5 ni swala la fursa za mikopo isiyokuwa na riba. Mheshimiwa Rais ametoa 10% kwenye kila mapato ya halmashauri. 4% iende kwa vijana, 4% kwa kina mama, lakini 2% iende kwa watu wenye ulemavu. Sasa hapo kumekuwa kuna sintofahamu kwamba tunapozungumzia vijana au kina mama, wasanii mnahisi kwamba inawezekana kwamba huo mfuko hauwahusu, hiyo 4% labda haiwahusu nyinyi. Lakini tunapozungumzia vijana maana yake ni pamoja na wasanii, na wako wasanii wengi ambao tuna ushahidi wamenufaika na hiyo mikopo ambayo haina riba. Na uzuri safari hii tumetunga sheria. Miaka ya nyuma kwamba ilikuwepo ni utaratibu kwamba 10% itolewe kuwasaidia wajasiriamali, lakini baadhi ya halmashauri ikaonekana kwamba hazitekelezi hilo agizo. Kwa hiyo kwa serikali ya awamu ya 5 tukasema kwamba haiwezekani, lazima sasa tuje na sheria ili ikitokea kwamba kuna halmashauri haijatekeleza tuweze kuibana kisheria. Kwa hiyo sasa hivi sheria ipo, 10% iko pale, cha msingi ni nyinyi tu kuweza kuchangamkia hizo fursa. Lakini hutaweza kupata huo mkopo kama hujajisajili na haujulikani. Kwa hiyo mimi bado nasisitiza kujisajili, lakini vile vile kusajili kazi zenu ili muweze kupata hiyo mikopo ambayo ipo. Yaani hizo ni fedha tena, kama hapa nyinyi mlioko Dar es Salaam fedha hapa ni nyingi. Na wenzenu wananufaika, na tumeshuhudia wasanii wengi wamechukua hiyo mikopo, lakini wajasiriamali wadogo dogo wamechukua hiyo mikopo. Nyinyi mnashindweje? Yaani tunatamani kwamba siku moja hili tatizo la kwamba tuna shida ya mikopo lifike mahali yani tusilisikie tena, kwa sababu fursa hiyo haiwezekani kwamba rais akaja akatoa pesa kwa kila mmoja mfukoni. Hicho kitu hakipo. Kwa hiyo tunachokifanya sisi kama serikali ni kutengeneza tu mazingira wezeshi ambayo yatawasaidia nyinyi muweze kupata hizo fursa, muweze kukopesheka. Mnajiunga kwenye kikundi kama mko watu 3, na si lazima mkafanya kazi kwa kikundi. Nyinyi mnajiunga kwenye kikundi chenu, mnaenda pale mkichukua mkopo wenu, kwa sababu cha msingi hapo ni rejesho. Kwa hiyo mkichukua mkopo, mnakuja nyinyi kama mtagawana, mtafanya kazi kwa pamoja, hayo yatakuwa ni ya kwenu, lakini pale mtaweza kupata huo mkopo. Lakini pia kuna lingine mmezungumzia kuhusiana na swala la kodi kubwa ya TRA. Na mzungumzaji ameongea kwa uchungu mkubwa sana kwamba kodi imekuwa ni kubwa, na mimi kwa maelezo ambayo nimeyasikia nimeona kwa kweli hakuna uhalisia. Na nadhani kwa sababu hayo mambo yote hamkuwahi kutuambia sisi kama wizara.
Na ndio mwanzo nikasema kwa wale ambao wanafuatilia budget, kila mwaka serikali imekuwa ikipunguza tozo pamoja na kodi. Lakini ili lipunguzwe, serikali haiwezi kujua kama kuna watu sehemu fulani wanalalamika tozo ni kubwa. Lazima nyinyi muandike, mtuletee sisi wizara, ili tunapokuwa tunaandaa vitabu vyetu vya budget, tunaomba, kwa sababu kila mwaka kuna tozo ambazo tunaomba kwamba ziondolewe, na hizo tozo zenu tuweze kuziingiza mle ndani. Kwa hiyo mimi ile kwangu sioni kama ni shida. Tozo nyingi sana serikali imeziondoa, na rais amekuwa akipiga kelele kila siku kwamba kuhakikisha kwamba tozo sio mzigo na wala sio adhabu kwa Watanzania. Ni jukumu la kila Mtanzania kulipa kodi, lakini kila kodi ambayo iendane na uhalisia. Kwa hiyo pale ambapo mnaona kwamba kodi haijawatendea haki, mimi ni washauri na mzungumzaji, kwa sababu uko hapa umetoa ufafanuzi mzuri sana. Sasa mimi nikuombe, andaa hayo mapendekezo, yapange vizuri, tuletee sisi wizarani. Kwa mwaka huu wa fedha tumeshapitisha bajeti, lakini kwa mwaka ujao ukituletea, tutaenda kuzipigia kelele hizo kuhakikisha kwamba kwa kweli hiyo tozo si kuondolewa, lakini kupunguzwa. Na mimi ninahakikishia kwamba hilo litafanyiwa kazi. Lakini pia kuna lingine ambalo nimezungumzia kuhusiana na kuna baadhi wamesema kwamba serikali imesahau tingatinga. Jamani, serikali haijasahau. Tumeelewana jamani? Serikali haijafanyeje? Yaani hatujamsahau msanii yoyote. Na ndio maana sisi huwa tunaenda, hata wawe 10 tutaenda. Hata wawe 20 tutaenda. Yaani popote pale ambako msanii yupo ndiko ambako serikali ilipo. Kwa sababu tunatambua sana mchango wenu. Kwa hiyo serikali haijasahau, lakini zile changamoto ambazo mnazoziona kama ambavyo umezungumza, mwingine amezungumzia pia kuhusiana na swala la BASATA. Kwamba BASATA haiwasaidii wasanii, BASATA iondolewe. Nadhani ni swala ambalo tunahitaji kuendelea kulijadili. Lakini mimi ninavyojua, na ndio maana nilipokuja hapa nikasema hapana, Mngereza twende. Kwa hiyo unapozungumzia BASATA, si ndio huyu hapa jamani? Huyu ndio mtendaji mkuu wa Baraza la Sanaa la Taifa. Kwa hiyo kama ziko changamoto ambazo mnaziona zilikuwa haziendi vizuri, na kwa sababu mmelisema hapa na yeye amesikia kwa masikio yake, basi atafanyia kazi. Tumeelewana? Atafanyia nini? Kazi. Lakini mimi naamini kwamba Baraza la Sanaa ni muhimu sana. Tukishaondoa Baraza la Sanaa, mtaenda wapi? Mtakimbilia wapi? Kwa sababu kuna changamoto nyingi sana ambazo zimeshafanywa kazi. Kuna baadhi ya wasanii wameingia mikataba, mtu anaingia mkataba yani ambao ni wa kichekesho. Lakini sisi tukaunda kamati pale. Mtu kama ameona amedhulumiwa haki yake anaenda pale, na watu wengi haki zao wameweza, hata ambao wamefariki, wakina Mzee Majuto, wakina Kanumba, familia zao zimenufaika. Kwa hiyo baraza kama baraza lazima tukubaliane kwamba lina umuhimu wake kuwepo. Lakini zile changamoto ambazo mmezisema, kwa sababu mmesema na katibu Mngereza yuko hapa, na mimi namwagiza kwamba wakati mwingine asisubiri labda siku ambayo mimi nakuja naye ndo aje mwenyewe, mje mkae. Tumeelewana jamani? Mje mkae, mjadili changamoto zenu, kwa sababu yeye ndo kazi yake aliyopewa ndo hiyo. Kwa hiyo ni vema akazijua changamoto zenu, na nyinyi pale BASATA msione kama BASATA ni kituo cha polisi muende, kwa sababu kwa nyuma watu wako na ukiita BASATA ndio kwenda kufungiwa. Hapana. Pale pana wataalamu, pale pana watu wa sheria, pana watu wa kada mbalimbali. Kuna watu wa kukushauri tu masuala ya biashara yako ufanyeje. Masuala ya kufanya biashara kwenye mtandao, kwa sababu sasa hivi tunasema kama tunafanya kazi kidigitali. Wako pale. Kwa hiyo mimi niwaombe nyinyi msiogope BASATA. BASATA ina umuhimu, lakini changamoto ambazo umezisema ambazo inawezekana kwa namna moja au nyingine zinasababishwa, kwa sababu unapozungumzia BASATA ni katibu mtendaji. Katibu mtendaji yuko hapa na amesikia, na nimeshamwagiza kwamba nikishaondoka hapa leo sio kwamba ndio aondoke. Nategemea kwamba siku nyingine nimsikie kwamba amekuja kuwaeleza zile progress ambazo sisi kama serikali tulikuwa tumezichukulia hatua, lakini na wao BASATA namna gani ambavyo wataendelea kuwa karibu na wasanii. Lakini pia limezungumzwa swala moja la viwanja. Na nimependa kwa sababu mmegusia kama mnahitaji kuwa na kiwanja kwa hapa Dar es Salaam, lakini pia makao makuu ya nchi ambayo sasa hivi yamehamia Dodoma. Wazo la kuwa na uwanja ni wazo ambalo ni zuri, na sisi tumelipokea,
na tuko tayari kushirikiana na nyinyi kuhakikisha kwamba hivyo viwanja mnavipata. Na kwa kuwa serikali iko Dodoma na sisi wote tunaishi Dodoma, wizara iko Dodoma, kwa mimi niwaombe kitu kimoja. Dodoma bado maeneo yako wazi. Yaani wakati wa kuchangamkia fursa ndio sasa hivi. Miaka baadaye huko viwanja vitapanda sana. Sasa hivi bado viwanja viko wazi na bei iko ya chini. Mimi niwaombe kwa sababu mna kiongozi wenu. Yeye andike andiko aje Dodoma wizarani ili sisi tumkutanishe na mkurugenzi wa jiji la Dodoma. Japo natambua kwamba si bure, hakuna viwanja ambavyo vinatolewa bure. Maana lazima kuna some percent ambayo mtahitajika kuchangia. Lakini itakuwa ni ndogo. Itakuwa ni nini jamani? Itakuwa ndogo ambayo mimi naamini kwamba mtaimudu. Kwa hiyo mimi nitakuwepo pale. Na kwa sababu mmeleta hilo wazo, nyie njooni Dodoma tuje tuyajenge. Tumeelewana? Kiongozi wenu aje Dodoma, tukae, mkurugenzi yuko pale ni msikivu. Na taasisi nyingi sana sasa hivi zimeshapata maeneo Dodoma, ni nyingi. Kwa hiyo na nyinyi kuwa na hili wazo, mimi naamini kwamba ni wazo ambao ni zuri, na kwa pamoja tukishirikiana na mimi nitawasimamia. Kwa hiyo jukumu nimelibeba kuhakikisha kwamba tutashirikiana. Sasa mkishindwa wenyewe kuja Dodoma. Ila mkiweza kuja Dodoma, nyie njooni. Nyie njooni Dodoma, njooni na andiko lenu, tutakaa na mkurugenzi, bwana unawasaidieje. Kwa hiyo viwanja vipo, hata tafutie vile viwanja ambavyo ni vya bei nafuu na nyinyi muweze kuwa na kiwanja chenu. Na uzuri sasa hivi Wizara ya Ardhi imerahisisha sana masuala ya hati, kwa hiyo mnaweza mkapata hati ndani ya wiki moja mkaondoka mnarudi nayo. Baada ya hapo sasa mnakuja mnajipanga namna gani ambavyo mtafanya uendelezaji pale. Kwamba kuna watu wanataka kupola kiwanja. Sasa kidogo hilo mimi limenishtua, yani siamini kama bado kweli kuna mtu kwenye serikali ya awamu ya 5 anapola viwanja watu. Na mmesema kwamba kiwanja hicho nyinyi mnamiliki kisheria. Sasa hiyo mandate ya hao watu kuja kuwafukuza wanaitoa wapi? Kwa hiyo kwa sababu mmenihakikishia kwamba mnazo documents kwamba hicho ni kiwanja ambacho mlimilikishwa kihalali na halmashauri. Maana kama mlimilikishwa kihalali, maana mnazo zile nini jamani? Documents si zipo? Aliyezungumza ni nani? Mheshimiwa Jobu. Hizo documents zipo? Chakule. Hiki kilishaisha. Yes, kile pale. Wale kule. Aliongea ni mwenyekiti wa kule. Nataka nijue, je, wanazo documents za umilikishwaji? Mwenye uhakika naomba alijibu. Ameenda kumuita. Okay, sawa. Kwa sababu ni vitu ambavyo vya msingi tuweze kujiridhisha kujua kwamba hizo documents zipo ili nitakapotoa tamko hapa iweze kuweza kufanyiwa kazi. Lakini la mwisho kwenye changamoto ambazo mmezungumzia ni kuhusiana na milioni 100. Shingapi jamani? Wasema ule mpunga ambao mzee alitoa huko wapi? Sasa mzee ametoa mpunga, watu wanaona kimya. Labda wanahisi kuna watu wamefanyeje? Wameupiga. Kwa hiyo kwanza niwashukuru kwa sababu mmemshukuru Mheshimiwa Rais kwa kutoa zile fedha. Na kama unavyojua serikali ya awamu ya 5 ni serikali ya kuahidi na kutekeleza. Kwa hiyo aliahidi pale pale na fedha imetoka. Fedha ipo wala haiwezi kupigwa na mtu yoyote. Sisi kama wizara ambacho tulifanya, tuliwaita marais wa mashirikisho yote akiwepo Adrian. Ameshakuja Dodoma, tumefanya kikao pamoja na Mheshimiwa Waziri Mkuu mara 2. Tuliwaita mara ya kwanza hapa Dar es Salaam. Tukakaa tukajadili kwamba jamani hizi fedha zipo. Na sisi kama serikali hizi fedha sio za kwetu. Sisi kama serikali tunao mfuko wetu wa utamaduni ambao huwa hauhusiani na nyinyi. Hizi fedha Mheshimiwa Rais amezitoa kwa ajili yenu. Sasa tunaendaje? Watu waambie kwamba wao wamejipangeje, kwa sababu ukiangalia kwamba zile fedha milioni 100 ni ndogo, si ndio jamani? Yaani tukisema kwamba tuanze kuwagawia hapa haiwezi kusaidia. Lakini ikifanyiwa kwa kitu cha pamoja ambayo itamnufaisha kila msanii. Na Waziri Mkuu akasisitiza kwamba tunapozungumzia wasanii jamani, si wasanii wa Dar es Salaam, kwa sababu kuna ile notion kwamba tukisema wasanii wa Dar es Salaam, yaani wanufaisha wasanii nchi nzima, mikoa yote ya Tanzania bara pamoja na visiwani. Sasa kilichopo, Adrian yuko hapa. Na ninawashukuru sana kwa sababu tulionana na marais wote wa filamu, tulionana nao, wa muziki pamoja na wengine.
wao walichotuambia kwamba hizo fedha wao hawataki zije mikononi mwao, na sisi tukaona ni kitu ambacho ni sahihi, kwa sababu watu wangeza kurushiana ngumi, na kama mnavyojua kwenye pesa tena. Kwa hiyo tunashuku kwa sababu marais wenu walisema sisi hizo fedha hatuzitaki, zibakie huko kwa serikalini, na waziri mkuu akasema hapana, sasa hizo fedha si za kwetu, mtasemaje kwamba zibakie kwetu? Kwa hiyo maagizo ambayo maelekezo ambayo mheshimiwa waziri mkuu aliwaambia ni kwamba waende sasa wakakae wote kwa pamoja, wajadili kwamba wao kama marais wa mashirikisho wana mpango gani na hizo fedha, kwa sababu pia sisi kama serikali tukawashauri kwamba waangalie sasa namna gani ambavyo watautunisha ule mfuko, isiwe milioni 100 tu, turuhusu donors, lakini sisi kama serikali tuweze kutunisha huo mfuko, lakini kwa pamoja tuangalie sasa namna gani ambavyo wao wataandaa huo mpango kazi, watuletee sisi, ili sisi sasa tuweze kuwapatia zile fedha ambazo wao walisema hapana, sisi hizo fedha kwa sasa hivi hatuzitaki kwa sababu bado hatujajipanga. Kwa hiyo mimi nahakikisha kwamba pesa ipo kwenye akaunti ile ya lile tamasha ambalo lilifanyika pale la Mwalimu Nyerere. Kwa hiyo ile akaunti fedha zimewekwa kule. Wakina Adrian, mfanye haraka mtuletee lile andiko. Kwa sababu tumeshakaa mara mbili, tumekaa Dar es Salaam na waziri mkuu, tumekaa Dodoma na waziri mkuu. Maana nyinyi mnavozidi kukaa kimya kwamba hamleti andiko kwamba wasanii wanataka kufanya nini, ndio mnazidi kuchelewesha. Na tuliwasisitiza kwamba hakikisheni mnatuletea sasa namna gani ambavyo huo mfuko utaongezewa pesa, ili sasa ukianza kufanya kazi uweze kumgusa kila msanii, kuliko ni kwanza kugawana. Kwa hiyo mimi niwatoe hofu, mpunga upo umeweka kwenye akaunti, tunawasubiri wakina Adrian marais waweze kutuletea nini hasa ambacho wamepanga kukifanya. Sasa mwisho pia nipenda niweze kutoa wito, kwa sababu hii ni tasnia ambayo ni kubwa sana. Ni tasnia ambayo sisi tunaitegemea kwamba kwa miaka ya hivi karibuni, kama ambavyo wenzetu mmezungumza hapa, Bongo Flava inaenda vizuri, filamu inaenda vizuri, lakini pia tunaiangazia sana hii tasnia ya uchoraji. Tunatamani sasa yani nayo iendelee kukua zaidi na zaidi. Na kwa sababu wazee wenu wapo, watawaambia, watawashauri, changamoto hazikosekani. Hakuna kazi isiyokuwa na changamoto, lakini cha msingi ni kujipanga, kuangalia namna gani ambavyo hizo changamoto ambazo mnazo mtaweza kuzikabili. Sasa mimi nitoe wito wa kwanza, hakikisheni kazi zenu mnazisajili KOSOTA. Yaani ni swala ambalo ni la muhimu sana, kwa sababu sheria ile tayari nishasema tushaiweka ya kuwasaidia wasanii muweze kulipwa kazi zenu zitakapoenda kuuzwa mara pili mlipwe, zikuuzwa mara tatu mlipwe. Lazima kuna pasenti ambayo iwe inarudi nchini Tanzania. Na hiyo hatufanyi tu kwenye wasanii wa kuchora peke yake, mpaka kwenye filamu. Kwa sababu wako watu wanakuja hapa, wanaigizia kwenye mbuga zetu, wanatengeneza filamu, wanaandika majina ya Kitanzania Serengeti, lakini sisi kama taifa tunakuwa hatupati chochote. Kwa hiyo hizo sheria tumeanza kuziweka kwamba inapouzwa huko lazima kuna pasenti fulani iweze kurudi Tanzania. Kwa hiyo mimi niwaombe, sajilini kazi zenu na nyinyi wenyewe mjisajili. Kwa wale ambao bado hamjasajili mashirikisho yenu muweze kusajili. Nimeambia kwamba kuna watu watatu bado hawajajisajili. Kwa hiyo nao naomba wajisajili, kama wako hapa waweze kujisajili. Lakini la pili ni kwamba tunafanya kazi zetu kidigitali. Sasa hivi dunia imeisha hama. Pamoja na kwamba mnaweka kazi zenu hapa, mkiziweka hapa, mnasubiri sasa wateja, kama ambavyo umezungumza kwamba watu wengi maarufu wamekuwa kuja kuwatembelea, viongozi wakubwa mataifa mbalimbali wanakuja kuwatembelea. Lakini sasa hilo ni moja. Lakini sasa hivi dunia inaenda kidigitali zaidi. Kwa hiyo mjipange sasa, mhakikishe nyinyi kazi zenu mnazipeleka kwenye mtandao, kwa sababu huko duniani iko minada ya kuuza hizi kazi. Na ukifungua kwenye mtandao unaona kwamba leo kuna mnada fulani, picha zinazouzwa ni hizi, kwa hiyo wewe unatupia kule picha zako. Ikinunuliwa unaona pale, taarifa zote zinakuwepo. Kwa hiyo msikae nyuma, msijiweke nyuma. Hebu jitahidini kuwa kidigitali zaidi. Kaeni hapo, wekeni kazi zenu, watu waje wanunue. Lakini vile vile angalieni sasa namna gani ambavyo mtaenda kimtandao zaidi, ili kuweza kuuza kazi zenu, ambako huko sasa ndio kwenye masoko mengi. Sasa hivi watu wanafanya kitu kimtandao. Mtu atakuja Tanzania, afikie hoteli gani, aende mbuga gani, aende wapi, kila kitu ni kusearch kwenye mtandao. Watu wameweka kule, kama ni mahoteli yao, kama ni apartment yapo kule, mtu anakuja analipa, biashara inaendelea. Kwa hiyo na nyinyi kazi zenu ziwekeni, na mmezungumza wenyewe kwamba watu wa mataifa mengine wanazipenda sana kazi zenu.
Kwa hiyo mkiziweka kule, maana yani soko mtatanua wigo wa masoko, na hii changamoto mbalimbali ambazo mnazizungumzia naamini zitaweza kutatuliwa. Lakini pia nimezungumza swala la masoko ya ndani. Na sisi kama serikali tumekuwa tukisisitiza sana kwamba pamoja na kwamba tunategemea kwamba masoko watu watoke nje waje wanunue kazi zetu, lakini pia tunahitaji pia hata Watanzania waweze kuona umuhimu na thamani na kuthamini hizi kazi ambazo nyinyi mnazifanya. Kwa wenzetu wa utalii wanayo kampeni sasa ya kuhamasisha utalii wa ndani, kwamba tusikae tu tukategemea kwamba watalii watoke nje waje watalii. Hapana, hata Watanzania tuna wajibu na haki ya kwenda kutalii katika mbuga zetu. Kwa hiyo hata nyinyi tunapotengeneza bidhaa, hebu tujaribu tu kuangalia, kwa sababu kuna ile, nadhani kuna kitu tu kimekaa kwenye mindset za watu kwamba unapozungumzia hizi kazi za tingatinga labda ni kazi za kuja kuwauzia watalii tu, lakini kumbe sivyo. Sisi wa Tanzania ndio tunapaswa kuwa wa kwanza kusupport hizi kazi, lakini wengine wanaona kwamba labda ni bei, yani mtu anajua kabisa pale nikienda hapa nitauziwa $100, nitauziwa $200, lakini kumbe kuna kazi hapa si mpaka za 20,000, si zipo? Zipo mpaka za 20,000. Kwa pamoja na kwamba nyinyi, mimi ni mtoe rai kwenu kwamba mtengeneze kazi za kuweza kugusa watu wote, manake watu wa nje, watu wa kipato cha juu wa Tanzania, kipato cha kati na kipato cha chini. Lakini hata Watanzania pia wathamini vitu vya kwao, wawe wazalendo kwa nchi yao, wapende kununua kazi ambazo zimetengenezwa na Watanzania wenzetu. Kwa kufanya hivyo, naamini kwa pamoja itasaidia sana kuweza kukuza hili soko la tingatinga. Lakini pia tumekuwa tukiambiwa kwamba mmezungumza kwamba swala la kuhakikisha kwamba kila sekta au wizara au ofisi ya serikali, hata zile ambazo ni za private, wawe na hizi picha. Na hili swala Mheshimiwa Waziri Mkuu alishawahi kulizungumzia, si mara moja si mara mbili. Kwa hiyo kauli ya mkuu tunasema ni amri siku zote. Kwa hiyo kama serikali tumeshaziambia, kwa mfano kama sisi kwenye taasisi zote ambazo ni za kiserikali, wahakikishe kwamba wanakuwa na picha ambazo zimetengenezwa, iwe ni vinyago, ziwe ni picha ambazo zimetengenezwa na Watanzania. Nimezungumzia kwamba BASATA pale ameweka vitu vyake. Hata mkija mimi kwenye ofisi yangu, mimi ndio ninavyo vingi balaa. Na hata nyumbani kwangu viko vingi. Kwa hiyo kwa sababu napenda vitu vya kacha, vinapendezesha nyumba, lakini pia vinasaidia kuonyesha kwamba huu sisi ndio utamaduni wetu. Kwa hiyo mimi niwaombe wenzetu, taasisi mbalimbali, taasisi za umma, taasisi za watu binafsi, wajijengee utaratibu wa kutumia hizi bidhaa ambazo zinatengenezwa na Watanzania, waziweke kwenye ofisi zao. Itasaidia sana kuweza kutangaza masoko, lakini vile vile kuweza kunufaisha wasanii waweze kunufaika na kile kitu ambacho wanakifanya.